Karibu sana JJM Media Production, na kama ni mara yako ya kwanza kuwa pamoja nami, basi usisahau kusubscribe katika channel yangu ili uweze kujifunza vitu mbalimbali vinavyohusiana na music production. Lakini pia kama wewe ni mwenyeji wa channel hii na unazidi kutufuatilia, basi nikupe hongera sana, kwa sababu najua haitakuwa imekuacha salama. Lazima kuna vitu ambavyo umeendelea kujifunza. Pia karibu endelee kuongeza ujuzi zaidi. Okay, leo tutakuendelea na msomo yetu yale ambayo yanahusiana na code progression, lakini pia tutakwenda kuangalia namna ya kupanga hiki kitu ambacho unakiona mbele yako hapo. Hii ni kitu ambayo nimejaribu kupanga kwa sehemu, bado biti haijakamilika, lakini kwa sehemu tayari nimeshakamilisha baadhi ya vitu. Tutakwenda kuangalia nimefanyaje mpaka kufikia hapo na ina sound vipi, basi tutakwenda kuona. Bila kupoteza muda, tuende kwenye somo letu lilivyokuwa linaanza mpaka lilipofikia. Nitakwenda kuzima baadhi ya vitu, kisha tutakwenda kuona kimoja kimoja jinsi gani nilikianza. Hatua ya kwanza kabisa, nilianza kwenye tempo yetu hii hapa. Nilitumia tempo ya 86 katika upigaji huu, lakini nitakwenda kuonyesha kitu kimoja kimoja. Katika pattern namba 1 ndo nilianza kupiga zile kodi zetu ambazo ni hizi hapa, zinaonekana vizuri kabisa hapo. Nilipiga C minor kodi. Nilikuwa nimeshafundisha kupiga C major kwa scale zote au kwa progression, kwa mzunguko mzima. Ukipiga hapa, hiyo ni C major, lakini ukitaka kupata C minor, ina maana hii kodi ya katikati unaipeleka kwenye sharp hapa juu kwenye button nyeusi, inakuwa ina sound hivi. Hiyo ndio minor kodi. Hapa ni major, narudia tena. Hapa ni minor. Ndio maana nasema nimepiga kwenye C minor. Kwa hiyo progression za minor zikoje? Baada ya kupiga kwenye C minor, nikaja nikapiga kwenye F. Kwa hiyo kodi ya kwanza iliyokuwa inaanza ni ya F. Kama kawaida yetu nilipiga F, lakini F inayofuata ilikuwa ni G sharp, kwa sababu hii ya pili huku ni D sharp. Kwa hiyo hii ilikuwa ni G sharp. Okay, kitu cha mwisho ilikuja kumaliza kwenye C huku juu. Haya, kitu kilichofuata baada hapo nilikuja kupanga kinachoendelea hapa. Nilipiga D, F, lakini nikaja nikamaliza na G sharp. Baada hapo nikaja nikapiga tena G, nikapiga A sharp pamoja na D. Mzunguko wake ukawa umekamilika kama hivi. Kwa hiyo unaweza ukapanga katika mpangilio huu ukapata kodi za minor kwa usahihi. Jinsi itakapo sound itakuwa na sound hivi. Lakini chini huku nilikuja kupiga zile bezi zile nene, tuseme ni sauti nene midi ambazo kwa nabidi ujue ujue huo mzunguko, na huku juu kwenye kodi zake ndio ulikuwa unazunguka hivyo. Kwa hiyo kama unaweza kufahamu hivi vitu, unaweza kupanga hii. Ukipiga unasikia hivi. Kwa nimezifungua hivyo ili ziweze kuziona kodi zote ambazo zilipangwa hapo. Kodi zilikuwa ni hizi. Kwa hiyo kama ni kinanda, kama unapiga kinanda, actually ukibonyeza hii utakuwa unaziona zile key ambazo zimepigwa. Kwa hiyo si huku kwenye upande wa low ili sound hapa, na huku ikawa hapa. Kwa hiyo hii ni C na hii ni C. Huku kodi zinabadilika tena. Hii ni F na hii huku ni F. Tofauti ilikuja kuanza hapa. Hii ni sharp ya A, ambayo sharp ya A huku ilikuwa hakuna A. Manake huku nilipiga D
F pamoja na G sharp, lakini ina sound hivi. Kwa kuna kitu nilikifanya hapo kupata zile kodi ambazo nilikuwa nataka mimi niweze kusikia kile kitu. Kwa hiyo kuna vitu unatakiwa uelewe wakati unapanga. Usilazimishe kupiga kitu, lazima kwamba iwepo kitu fulani kiwepo. Kama hapa nimekuonyesha hii A sharp huku kuna hizi zinazofanana hizi C kwa C, F kwa F, lakini hapa kuna tofauti kidogo. Kuna D, lakini huku kwenye base kulikuwa kuna A. Kwa nini A? A ilikuwa ina uwezo wa kukaa hata huku. Kuna A. Nilikuwa naweza kupiga A hapa, lakini nilikuwa nataka nipate sauti ya chini. So, na unaweza ukapanga kwa mfumo huu kama bado huwezi kupanga kodi sahihi. Hizi ndo kodi sahihi ambazo nimekuletea siku ya leo. So, baada ya hapo nikaja kuzipanga sasa hapa. Yani niguse tu hivi ili nikiplay. Nikaja kuzipanga hapa kwenye hii hapa, hii frame yetu hii ambayo tunaiita playlist. Kwenye playlist yangu nikaanza kuzipanga zile kodi hapa. Then unapokuja kuplay sasa, hapo una play hapa kwenye song, unakuja kuplay hapa, unasikia baada ya hapo nikaja kupiga namba 2 hapa. Inabidi hizi unaziwekea namba. Unavoweka namba, umeona kwenye mixer yangu, ndio maana nikafungua mixer pia uweze kuona. Unapoweka namba hapa chini ya hizi kodi hizi, unakuja kubadilisha. Hapa niliweka kitu hichi, inakuja automatic, inakuwa hapa kwenye mixer. Hii ni mixer, inakaa hapa kwenye mixer kabisa. Kwa hiyo hata kama kuna kitu tunataka kuweka baadaye ku effect, basi automatic itakuwa ipo kwenye hii channel ya mixer hapa. Hapa nilipiga compa plug. Nilikuja kuchagua Bell Mallet ambayo ni hapa Bonjour. Nilikuja kuipiga ambayo ina sound hivi. Ni kama marimba fulani, lakini yana kama vijikengele kwa mbali sana. Kwa hiyo ndo maana inaitwa Bell Mallet. Kwa nilikuja kupiga hiyo Bell Mallet ambayo nilipigaje yenye ika sound hivi. Sasa nikija kufungua hapa kwenye, baada ya kupiga hizi kodi, nikija kufungua kwenye kituo kinachofuata hapa, channel tuseme inayofuata, huwa kuna kivuli zenye nilizipanga hivi. Kuwa kuna kivuli cha kodi kinaonekana. Hichi kivuli cha kodi kinakusaidia wewe kupanga. Sasa usipange zile melodi zako ukazipanga nje ya kodi, maana yake zitakuwa zinapishana na hii kodi. Kwa hiyo unachokifanya, utapangia kwenye kivuli cha kodi ambacho ndio hiki unachokiona hiki. Hiki ndio kivuli cha kodi. Kwa hiyo nilichokifanya, nilipanga hiyo, niliruka hatua moja, nikapanga kwa kwenda juu, then nikashuka, nikapanga kwa kwenda juu, nikashuka kwa kuruka hatua moja. Sio lazima uruke, unafanya kile ambacho unaweza kukisikia wewe au unatamani kisikike. Kwa hiyo ilikuwa ina sound hivi peke yake. Ukiwasha na zile kodi, baada ya hapo sasa nikaja nikafungua pattern namba 2. Hapa juu hapo nazungusha tu kidogo kupata pattern inayofuata. Then nikaja nikachagua purity tena kama kawaida. Nikaweka namba 3 ili hame kwenye mixer. Kwa hiyo hapa hata utaona na mimi kuna hii alama inaonyesha kwamba niko kwenye kipengele hiki hapa cha 3 na huku chini namba ni 3. Hapa nilipiga purity, lakini nilipiga hapa ndo nilikwenda kupiga sasa madrums yangu. Madrum niliyapata wapi? Nilikuja hiki kipengele hapa, right click, then nakuja kwenye rhythm nakuja kuchagua electric kit. Kwa nini nilitumia hii? Kwa sababu drum yake au kick yake na vitu vyote vilivyopigwa hapa ndani vina hali ya utulivu, lakini vina nguvu fulani hivi ambayo
kwenye biti inakuwa nzuri. Kwa hiyo nilitaka kutumia hii kwa ajili ya kupata biti ambayo haina makelele. Nitakwenda kuzima huku, nitakwenda kuiwasha yenyewe nisikie na sound vipi ili tuweze kuangalia kitu gani nilikipiga hapo. Kwenda kuifungua. Ya, ni vitu vichache sana nilipiga hapo. Kwa hiyo nilipiga kiki. Ya, nilipiga kiki pamoja na hizi hati hizi. Pamoja na kwa nilipiga hivi. Kisha nikaja nikapanga huku. Kwa ukichanganya na zile kodi pamoja na melodi za kwanza ikawa ina sound hivi. Masuala mengine nilokuja kuyafanya ni hapa kwenye sauti hapa. Hii ni sehemu ya volume, kwa nilipandisha. Unavozungusha mpaka mwisho hapa kinakuja chini, manake nilipandisha volume kwa sababu drum zangu zilikuwa ziko chini. Kwa nilizipandisha ziwe na sauti juu kidogo, zipande zizidi kwenye hivi vingine nilivyovipiga. Kwa hiyo ndio ikasound hivyo. Baada ya hapo nikaja nikapiga pattern ya 3 huku, ambapo ilikuwa ndo hii hapa ya chini. Yenyewe pia nilipiga compa light, lakini nilikuja kupiga bass sasa hapa. Ya, hii hapa nilipiga bass. Bass gani? Nilikuja kupiga bass moja hapa. Bass hapa low, solo. Ya, na kupiga hii bass hapa. Na yenyewe nilipigaje? Hii hapa. Dokoa tu, kichanganya na lia hivi. Naifungua uisikie. Ya, hiyo ndio ilikuwa base. Kwa hiyo ukija ukipiga vyote vina sound namna hii. Okay, baada ya hapo nikaja nikaipanga hapa, lakini pia unaweza kaendelea kupanga kama hivi unaona. Endelea kupanga kwa sababu biti haijaisha bado. Kwa hiyo nilipanga sehemu chache hizo nilizopanga. Ya, hivi utaona kabisa hapo kitu kimepangwa, then una control S, una save. Baada ya hapo nikaja nikapiga kitu kingine. Na chenyewe nilitoa kwenye kompa hapa, nilikuja kupiga pad hizi. Ya, nilipiga kwenye pattern namba 4. Sikutaka kuchanganya vitu vyangu. Kuja kupiga hii pad. Yenyewe ilikuwa ni kodi pia, nilipiga kodi. Ya, nilikuja kupiga kodi kama hizo hapa nilizokugusia, ndo nilipiga hizo. Kwa nini nilipiga hizo? Nilipiga kwa ajili ya kujazia zile kodi za kwanza kule juu. Ya, baada ya kupiga hizo ukichanganya sasa hapo na zenyewe zina sound hivi. Ukija ukizichanganya kule zinakuwa hivi. Na zenyewe sauti yake niliacha ikiwa ndogo kabisa kama unavyoona hapa inavyo sound. Kali hapa kwenye mix hapa. Sikutaka makodi yasikike juu sana, nilizishusha chini ili kupata utulivu. Unaona hapa kidogo haziendi mbali, zina sound hapa. Wewe utaona sasa utakavyoweka kwako, kama utaweka juu kabisa wewe mwenyewe kile unachotaka kukisikia, utajua wewe sasa. Kitu cha mwisho kabisa nikaja nikapiga purity. Nilipiga piano tu zile za kawaida, na zenyewe nilikwenda kuzipanga hivi. Dokoa na zenyewe kidogo, ukizisikiliza zinalia hivi. Pamoja na zile kodi hapo, nafikiri unazisikia na kodi.
kuishusha hapa. Okay, mpaka hapo nikawa nimemaliza kupiga vile ambavyo nimepiga. Nimebakisha maeneo machache ya kupiga. Nimebakisha kupiga lead pamoja na kupiga break pamoja na kupiga intro kama nitahitaji kupiga intro. Usikose kwenye somo linalofuata ili uweze kujifunza jinsi ya kupiga hivyo vitu pamoja na kumalizia kupanga ili tupate beat ambayo imekamilika. Asante kwa kuwa pamoja nami. Nikutakia wakati mwema. JJM Media Production.